Amina. Na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mimi ni mtumishi wa Mungu, Profesa Bishop Kayengela. Ni profesa wa Chuo Kikuu cha Kiroho cha Viongozi Tanzania, yani Tanzania University of Spiritual Leadership. Nimekuwa na huduma ya muda mrefu ya kuwahudumia watumishi wa Mungu kwa njia mbalimbali. Kwenye vyuo kama hivi, kwa mafundisho mbalimbali. Na nimekuwa pia moja ya watu ambao wanasaidia kurekebisha misingi mibovu ya Ukristo ambayo iliingizwa kwenye Ukristo baada ya kuwa Roho wa Mungu amenijalia kuelewa. Na ninapoongea hapa, ninajua wale tu walio na Roho wa Mungu ndio wanaonielewa, lakini wale waliojaa roho ya madhehebu na roho ya mapokeo hawawezi kunielewa, kwa sababu hao watu wa namna hiyo toka mwanzo walikuwepo, hata Yesu aliwakuta. Na hivi karibuni nilikuwa na shangaa kwamba kumbe Yesu Bwana hakupingwa na wenye dhambi. Yani hakusulubiwa na wenye dhambi. Waliojiita walokole, waliojiita wanajua sheria ya Mungu, waliojiita wanajua mambo ya Mungu, ndio waliomtesa Yesu. Na ndio waliopingana na Yesu. Hili ni jambo la ajabu sana. Kumbe ndivyo ilivyo mpaka leo. Tunaposimama na ukweli, watakaosimama kinyume chetu sio wale tunaowadhania kuwa ni wadhambi, ni wale wanaojiita wanajua Mungu. Wale wanaojiita wanafungua Biblia ndio wapingao kweli ya Mungu. Sasa hii ni hatari. Leo nitakuwa nina ujumbe murwa sana ambao nimeuandika hapa kwamba makundi 7 yaliyoko kwenye hatari ya kuhukumiwa kwa sababu ya dhambi yao ya kuhukumu wengine. Kwa sababu Yesu alisema usihukumu usije ukahukumiwa. Hili neno litasimama siku ya hukumu. Makundi 7 ambayo yako hatarini kuhukumiwa kwa sababu ya kuhukumu wengine. Haya makundi 7 yazingatie sana. Ninapoyataja hapa uyaangalie, na wewe uangalie uko kwenye kundi gani. Na haya makundi 7 hayatakiwi kufumbiwa macho. Yani usijihesabie haki kama uko kwenye kundi hili. Kundi la kwanza ni wale wenye mke mmoja wachepukaji. Ya unakuta mtu ana mke mmoja na ni mchepukaji, lakini akikutana na watu kama sisi tunaosema kwamba kuoa wake wengi sio dhambi, wanatunyoshia vidole na wanatuhukumu. Mpendwa, uko kwenye kundi la hatari. Umeoa mke mmoja na we ni mchepukaji na bado na washitaki na kuwahukumu sisi tunaosema kuoa wake wengi ni baraka, sio dhambi. Be careful, uko hatarini. Kundi la pili ni wanaokusanya mafungu ya 10 kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano Jipya hakuna mahali Biblia imeagiza mafungu ya 10 ya kusanywa. Lakini kuna maaskofu na wachungaji wanatumia mpaka sheria za maandiko kuweka sheria za kuwalazimisha watu kukusanya mafungu ya 10. Wewe ambaye unakusanya mafungu ya 10 kwenye Agano Jipya, usinyoshe kidole kuwahukumu wanaooa wake wengi. Utachomeka. Utachoma moto, kwa sababu hauna andiko kwenye Agano Jipya linalo kuagiza ukusanye mafungu ya 10. Nisikilizeni. Kundi la 3 ni mashabiki wa mpira. Wewe ambaye ni shabiki wa mpira, nionyeshe maandiko yanayokuagiza wewe uwe shabiki wa mpira kwenye Agano Jipya. Kama wewe ni shabiki wa mpira kwa namna yoyote, usiwahukumu wanaooa wake wengi ukasema kwamba wanaenda motoni kwa sababu hawana maandiko yanayowaruhusu kuoa wake wengi, na wakati wewe huna maandiko yanayokuruhusu kuwa shabiki wa mpira. Kuwa shabiki wa mpira ni dhambi kama dhambi zingine. Maana Biblia imesema msimhuzunishe yule Roho wa Mungu anayekaa ndani yenu. Hasa timu yenu ikifungwa, si huna huzunika? Na Roho wa Mungu yuko wapi? Si yuko ndani yako? Si unamhuzunisha? Wewe kama ni shabiki wa mpira kwa namna yoyote, usiwahukumu wanaooa wake wengi. Ukiwahukumu naenda motoni. Haya. Kundi la 4, wanaofungisha ndoa ya kiapo cha mke mmoja. Yesu alikataza viapo. Lakini leo hii kuna wachungaji, maaskofu wanawafungisha ndoa watu kwa kiapo cha mke mmoja. Mathayo sura ya 5 mstari wa 33 mpaka 37. Amesema msiape kiapo cha aina yoyote, maana viapo vinatoka kwa yule muovu. Leo hii unamfungisha mtu ndoa ya kiapo cha mke mmoja.
ina maana unamfungisha ndoa ya kishetani. Halafu ukiona mtu anayeoa wake wawili au watatu, nasema hana Mungu kwa sababu hamna maandiko yanayomruhusu. Wewe maandiko yanayokuruhusu kufungisha ndoa yako wapi? Si utuonyeshe kwenye Agano Jipya, yako wapi? Halafu sisi tukisema ni baraka kuoa wake zaidi ya mmoja, mnatulaani, mnasema ni wenye dhambi. Wewe hiyo dhambi ya kufungisha ndoa umeipona? Haya, kundi la 5, wenye ubatizo wa maji machache. Wewe kama unajua una ubatizo wa maji machache, usiwahukumu watu wanaooa wake wengi, utachomwa moto. Nionyeshe kwenye Biblia mahala ambapo umeagizwa ubatizo wa maji machache. Kama hauna andiko linalokuruhusu ubatizo wa maji machache, kwa nini unawahukumu wanaooa wake wengi? Huoni kwamba unawashitaki wengine na moto utakusubiri? Kundi la 6, wanaosimika wachungaji au wanaosimika wanawake kuwa wachungaji. Biblia ni wapi kwenye Agano Jipya imeagiza wanawake wawe wachungaji? Kama wewe unasimika wanawake wawe wachungaji na unawashitaki watu wanaooa wake wengi na waambia ni wenye dhambi, wewe ni mwenye dhambi namba 1 na unatakiwa utubu. Sisi tunaoamini kwamba kuoa wake wengi ni baraka, ukatuita wenye dhambi, na wakati wewe ni mwanamke na umekuwa mchungaji. Nani amekuruhusu kwenye Agano Jipya? Halafu unatuita sisi wenye dhambi. Ukae kimya kabla Mungu hajakasirika na kakupiga. Hivi ndivyo ninavyowashauri nikiwa kama mkufunzi. Kundi la 7 ni watumishi wa Mungu, wanasiasa. Kwenye Agano Jipya uliona wapi mtumishi wa Mungu mwanasiasa? Kama wewe ni mwanasiasa kwenye Agano Jipya na ni mtumishi wa Mungu na unatuhukumu sisi tunaooa wake wengi kwamba tunafanya dhambi, na wakati wewe ni mwanasiasa, unyamanze, utahukumiwa. Kwenye Agano Jipya hakuna mahali Biblia imeagiza watu wawe wanasiasa. Kwa hiyo kama wewe ni mwanasiasa na unawashitaki watu wanaooa wake wengi kwamba ni wenye dhambi, ujue mwenye dhambi namba 1 ni wewe, na hukumu ikija watakayeanzwa ni wewe, kwa sababu Biblia inasema dhambi ya kwanza itakayowapeleka watu jehanamu ni dhambi ya kuwahukumu wengine, na wakati wewe nao unastahili kuhukumiwa. Kwa hiyo nimekuja kuambia wale wote ambao wamekuwa wakidanganywa kwamba ukiongeza mke wa pili au watatu ni dhambi, tafadhali, kama uliwahi kudanganywa hivyo na wewe ukadanganya, nenda mwambie Mungu akusamehe, kwa sababu wewe mwenyewe ulidanganywa bila kujua na unatakiwa utubu. Ukisema kwamba ninajaribu kutetea dhambi kwa sababu eti ninapenda kuwa na wake wengi, endelea kusema hivyo, halafu tusubiri siku ya mwisho kwenye fainali. Wewe wote tusubiri siku ya mwisho, kwa sababu mhukumu wa haki ni Mungu. Mhukumu wa haki ni Mungu, sio wanadamu. Tusubiri sasa siku ya mwisho, uniambie huyu mhukumu wa haki kama atawahukumu watu wanaooa wake wengi kwa sababu hawana maandiko yanayowaruhusu kuoa wake wengi kwenye Agano Jipya, basi ina maana hata hao wanawake wanaokuwa wachungaji kwenye Agano Jipya na wao watahukumiwa. Na hao wanaokuwa wapenzi wa soka, hawana maandiko yanayowaruhusu kuwa wapenzi wa soka, na wao watahukumiwa. Na hao wanasiasa, watumishi wa Mungu ambao ni wanasiasa, na wao watahukumiwa. Hakuna mahali Biblia imesema wao wanasiasa na wao wataenda motoni. Na hata hao walio na ubatizo wa maji machache, Yesu atawahukumu wote. Kama wakiwa wanawahukumu wanaooa wake wengi, atawahukumu wote, kwa sababu Yesu alishasema usihukumu mwingine, na alisema kwamba ninawaachia kielelezo. Kama liacha kielelezo cha ubatizo wa maji mengi, wewe umebatiza maji machache, halafu na wahukumu wanaooa wake wengi kwamba wanaenda motoni, na wewe moto unakuhusu. Iko hivyo, iko hivyo, iko hivyo. Na hii taarifa ifike. Ningewashauri mtembelee YouTube yetu. Andika tu, ingia kwenye YouTube, andika Saa ya Uzima wa Roho. Utajifunza mambo mengi. Nimeweka video ziko zaidi ya 500 pale. Karibu 600 video. Njoo pale ujifunze mambo mengi sana. Na ninakukaribisha kwenye chuo ninachokisimamia. Hiki chuo kina materials mazuri sana ambayo yanawasaidia watu. Kama una swali lolote utanipigia simu 0763 35 9745. Nipigie niulize. Na kama una ndoa ya mke wa pili, ulikuwa unashindwa namna ya kuitambulisha, wewe nipigie niambie, Bishop, nina mke wa pili hapa, nilikuwa nashindwa kumtambulisha kwa sababu dhehebu letu haliruhusu kuwa na wake wengi. Wewe nipigie nikupe utaratibu. Biblia haijakataza Mkristo kuwa na wake zaidi ya mmoja, madhehebu ndiyo yanayokataza. Na hao wanaotumia maandiko
kuwakataza watu kuoa wake wengi, wanatakiwa wajue kwamba wana maandiko yanayowakataza pia wao kufanya hayo wanayoyafanya. Ukinielewa umebarikiwa, usiponielewa